Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics ili tuendelee na uchanganuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa Afrika Mashariki. Na watazamaji, chini ya wiki moja ijayo kuna maandamano makubwa ambayo yatakuwa yanashuhudiwa kule nchini Tanzania. Baada ya mkondo wa kwanza wa maandamano ambayo ilifanyika kwenye uchaguzi kule nchini Tanzania, sasa wananchi wameamua hawatochoka. Wameamua kuendelea na maandamano. Wamesema ya kwamba bado mapambano, kwa sababu kile ambacho kiliwashinikiza, kile ambacho kiliwafanya waingie kwenye maandamano kupinga uchaguzi wa mwaka 2025 kule nchini Tanzania bado hakikuweza kusuluhishwa. Jambo ambalo liliwafanya wapinge utawala wa Mama Samia Suluhu bado hawajaweza kusikizwa na matakwa yao hayajaweza kufanywa na serikali ya Mama Samia Suluhu. Na kwa hivyo watazamaji wangu, kuna mkondo mwingine wa maandamano ambayo tutakuwa nafanyika tarehe 9 mwezi wa 12. Ni siku ambayo watazamaji wangu wa Tanzania walikuwa wanatarajia kwamba kusherehekea siku ya kupata uhuru, lakini hiyo sherehe haitafanyika kwa sababu tayari imeweza kuahirishwa na rais wa kule nchini Tanzania Mama Samia Suluhu. Na hiyo yote ni hofu kwa sababu ya ghasia na fujo ambazo huenda zikashuhudiwa hiyo siku ya tarehe 9 mwezi wa 12. Sasa hivi Mama Samia Suluhu, watazamaji wangu, yupo tabani kwa sababu yaliyoshuhudiwa kule nchini Tanzania, fujo na ghasia ambazo zilishuhudiwa kule nchini Tanzania kwenye maandamano ya mkondo wa kwanza, ambapo watu wengi waliuawa, watu wengi wakapotea na wakaumizwa. Hayo matukio, watazamaji wangu, yameifanya nchi ya Tanzania iweze kumulikwa na mataifa ya kibepari, iweze kumulikwa na mataifa ya nje, na kumekuwa na shinikizo kubwa. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaiomba ICC iweze kufika pale nchini Tanzania ili kufanya upelelezi kuhusiana na mauaji ya kikatili ambayo yalifanywa kwa waandamanaji wa amani tarehe 29 mwezi wa 10, tarehe 30 pamoja na 31. Hizo siku tatu, watazamaji wangu, wakati kule nchini Tanzania hakukuwa na internet connectivity, ndio kuliweza kushuhudiwa visa vya mauaji mengi sana, visa ambavyo vilisababishwa na serikali ya Mama Samia Suluhu. Na sasa licha na hayo mauaji ambayo yalitokea kwenye hayo maandamano ya mkondo wa kwanza, bado wananchi wanaamini ya kwamba wako tayari kuikomboa nchi yao kutokana na udikteta. Wanataka katiba mpya, wanataka uchaguzi uweze kurudiwa, kwa sababu Mama Samia Suluhu katika huo uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 hakuwa na mpinzani mkubwa. Ni kama tu yeye alikuwa mwenyewe kwenye hicho kinyang'anyiro cha uchaguzi wa urais. Sasa watazamaji wangu wa Tanzania, nimekuja kugundua kwamba pia wako na ujasiri kama nchi zingine hapa barani Afrika ambazo zimekuwa zikijitokeza na kukataa uongozi mbaya, kukataa marais ambao wanajaribu kuwadhulumu na kuwanyanyasa na kuwatesa. Kuna huu ujumbe wa watazamaji wangu kutoka kwa mmoja ya wanaharakati kutoka kule nchini Tanzania ambaye anajulikana kama Kimambi. Amekuwa mstari wa mbele hata katika yale maandamano ya mkondo wa kwanza, alikuwa hivyo alikuwa na wahimiza wa Tanzania wajitokeze, watetee haki zao, watafute katiba mpya, katiba ambayo itawawezesha wao wananchi waweze kuchagua viongozi ambao wanawataka. Yani kukuwe na multipartyism, kukuwe na demokrasia ya uwepo wa vyama vingi kwenye kinyang'anyiro cha urais. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwa Mangi Kimambi, watazamaji wangu, akizungumzia kuhusiana na vile ambavyo Watanzania wanastahili kujitokeza kwa wingi kwenye haya maandamano yajayo, maandamano ambayo inakadiriwa kwamba yatafanyika tarehe 9 ama kuanzia tarehe 9 kuendelea kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu na kutaka hatua zaidi ziweze kuchukuliwa kwa wale ambao huenda walihusika kwa njia moja ama nyingine kwenye vifo za Watanzania ambao walikuwa wamejitokeza kwenye maandamano ya ule mkondo wa kwanza tarehe 29 mwezi wa 10, 30 pamoja na 31. Kabla ya kuwekea ujumbe mtazamaji wangu kutoka kwa Mambe Kimambi, ningependa kukuomba wewe uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, share na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Tarehe 9 Disemba inaenda kuwa mbaya. Inaenda kuwa mbaya kwa sababu this time watu wamejipanga. Unajua maandamano yale ya kwanza ya 29 hakuna mtu alitegemea Samia anaweza kuwa na ushetani ule wa kutoa oda ya wananchi kuuawa. Unaona? Yani ni kwamba mpaka kuna askari ambao wako kwenye jeshi la polisi walikuwa shocked
na walikataa zile oda. Unaona? Na wanajeshi ndio walikuwa shocked kabisa sababu hawakutegemea risasi, wananchi kupigwa risasi. Walitegemea vipigo, vinini, afu wao watawalinda. Hawakutegemea watatokea watu wanapiga risasi, wanafanya nini? Hawakutegemea hicho kitu. Sasa this time wamejipanga kwa sababu wanajua kwamba Samia ni mnyama kiasi gani, ni shetani kiasi gani. So this time wamejipanga. Ndio maana nasema this time haitakuwa nzuri. So it's important. Jamani, nyie wenye influence, wazee, wanani, it's important. It's important hii serikali mkakaa nayo. It's important ikatafutwa njia ya kumuondoa Samia kabla ya 9 Disemba. Ikatafutwa njia yoyote Samia kuachia nchi kabla ya 9 Disemba. Because inaenda kuwa mbaya. Nawaambieni mimi. Sasa hivi kuna polisi, yani ndio maana sitaki kuongea too much sababu nitawasaidia ndugu zangu. Nitawasaidia, sitaki kuongea too much ndugu zangu. Yani ni hivi, kuna wanajeshi sasa hivi wamekuwa suicidal. Navyokuambia, kuna wanajeshi wamepata depression, wamekuwa suicidal, wanataka kujiua ndugu zangu kwa sababu ya kuruhusu wananchi kuuliwa vile. Kuna wanajeshi sasa hivi wanajisecond guess. Kuna wanajeshi sasa hivi wanajisecond guess, especially baada ya Samia kuwaingizia zile hela. Mpaka wanauliza tunazirudisha wapi? Tunazirudisha vipi? Wamekuwa suicidal, wako so guilt ridden kwa sababu ya kuruhusu vile vifo vilivyotokea. Kwamba they didn't do enough. Yani wanajilaumu. Kwa maana hiyo this time hii ya pili wamejipanga vibaya mno ndugu zangu. Wamejipanga kupambana vibaya mno na haya mauaji. Kwa sababu the first time hawakudhani itakuwa hivyo. Na mtazamaji, hivyo ndivyo hali inaendelea kupangwa sasa hivi kule nchini Tanzania, na kwa kweli tujui vile mambo yatakuwa kwa sababu katika maandamano ya kwanza tuliweza kushuhudia vile ambavyo watu wengi, maelfu ya vijana wa Gen Z, wale wa Tanzania wazalendo, waliweza kujitokeza ili kupinga uongozi mbaya, kutaka katiba mpya, kutaka demokrasia. Ingawaje juhudi zao hazikufua dafu, lakini sasa wako na matumaini, wako na yale maono ya kwamba katika haya maandamano ambayo wataingia sasa hivi wataweza kufaulu kukipata kile ambacho wanakitaka. Kwa upande mwingine, nao upinzani kutoka kule nchini Tanzania umekataa kata kujihusisha na serikali ya Mama Samia Suluhu ama kufanya ile handshake. Bado hawajakubali kufanya mazungumzo, na hiki ni kipindi ambapo bado party leader wa chama cha Chadema kutoka kule nchini Tanzania, chama cha upinzani, bado yupo kizuizini, hajaweza kuachiliwa. Na habari zaidi tunaendelea kuzipata kutoka kule nchini Tanzania ni kwamba wale ambao walikuwa wamekamatwa kwa makosa ya uhaini wanazidi kufikishwa kotini, na kuna wengine ambao wanaendelea kuachiliwa baada ya kupatikana kwamba hawana makosa yote. Kwa hivyo watazamaji wangu, mambo yanazidi kuchemka kule nchini Tanzania, mambo yanazidi kuandaliwa vile ambavyo watarudi tena kwenye maandamano tarehe 9 mwezi wa 12. Kwa hivyo watazamaji wangu, nyinyi msikae mbali kwa sababu nitakuwa nazidi kuwaletea habari kutoka kule nchini Tanzania na kuhusiana vile ambavyo wanaendelea kupanga hayo maandamano yao. Je, vile visa vya mauaji ambavyo tulivishuhudia katika maandamano yaliyopita yatashuhudiwa tena katika haya maandamano ya wiki ijayo? Nakomea hapo watazamaji wangu, lakini hebu niachieni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section. Kufikia sasa hivi baada ya Mama Samia Suluhu kuingia uongozini na vile ambavyo video, picha zimekuwa zikionyeshana vile ambavyo Watanzania waliweza kuwa kwenye maandamano, wewe unakubaliana na uongozi wa Mama Samia Suluhu ama anastahili kujiondoa ama anastahili kufikishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC? Na pia kama ataendelea kuiongoza nchi ya Tanzania, ni lipi ambalo anastahili kubadilisha? Yale matakwa ya wananchi anastahili kuyasikiza? Kwa mfano kubadilisha katiba, kuleta demokrasia, kuwaruhusu kukue na multipartyism, kukue na vyama vingi vya kisiasa ambavyo vinaweza kugombania kiti cha urais. Niacha maoni yako hapo mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha na kukumbusha tena uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.